Naam, leo ikiwa ni tarehe 9 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, natumaini mzima wa afya kabisa popote ulipo mtazamaji wa Mlimani TV. Karibu sana kwenye Mlimani leo asubuhi katika kipengele cha kwanza cha Jahara. Hapa tukiwa tunajadili mambo kadha na mwisho wa siku ni kufanya maendeleo makubwa katika taifa letu la Tanzania. Na leo kupitia Jahara sehemu ya kwanza tunakwenda kujadili kuhusiana na mada inayozungumza nafasi ya APRM katika kuimarisha utawala bora na maendeleo endelevu Afrika. Na katika kujadili hili nimemwalika Katibu Mkuu wa African Peer Review Mechanism APRM Tanzania, Bwana Lamau Mpolo. Karibu sana katika studio za Mlimani TV. Asante sana mtangazaji. Tunajua tutafahamu mengi sana kuhusiana na APRM. Hakika. Kwanza kwa kufahamu tu kwa manufaa yule mtazamaji ambaye anatazama sasa hivi Jahara, anapofikiria APRM ni nini hasa na ina nafasi gani katika maendeleo ya nchi za Afrika? Asante. Kwanza nishukuru sana kwa kukaribishwa hapa. Asante, na nimefaidika kupata nafasi ya kutoa maelezo. APRM, yes, ni kifupi cha African Peer Review Mechanism, maneno ya Kiingereza, lakini ni chombo au taasisi wakala wa Umoja wa Afrika EU, na lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba nchi wanachama wa Umoja wa Afrika wanatekeleza masuala ya utawala bora, hasa kwa kuzingatia itifaki ya demokrasia na siasa, utawala bora, lakini pia masuala ya uchumi. Chombo hiki sasa hivi kujiunga kwake ni hiari. Nchi wanachama wa Umoja wa Afrika hawalazimishwi kuungana kushiriki katika mpango huu, lakini ni hiari. Na katika hadi kufikia sasa hivi ni nchi 45 kati ya nchi 54 zilizopo barani Afrika tayari zimejiunga na zinaendelea na shughuli za APRM. Labda kwa haraka tu na kwa ufupi niseme msingi mkubwa wa uwepo wa APRM ni kuhakikisha kwamba gurudumu la kusukuma jitihada hizi za maendeleo barani Afrika zinafikiwa, kwa sababu tunaamini bila kuwepo na ustawi wa utawala bora barani Afrika hatuwezi kuwa na maendeleo endelevu. Tunaweza tukapiga hatua, lakini hatua hizo zisiweze kuwepo kwa uhakika kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo ndio maana chombo hichi kipo, na msingi mkubwa ni kuhakikisha kwamba tunahakikisha utawala bora unatamalaki barani Afrika na jitihada zetu za kiuchumi zinakuwa ni endelevu. Nashukuru sana. Nataka nifahamu pia kuhusiana na Tanzania yenyewe ilijiunga lini au mpaka sasa ina muda gani toka imejiunga huko, na ni nini hasa iliona umuhimu wa kuona sasa utawala bora katika nchi ya Tanzania? Tanzania ilijiunga na taasisi ya APRM mwaka 2004 na ni miongoni mwa nchi ambazo zilikuwa mstari wa mbele kabisa katika kuanzisha taasisi hii ya APRM. Wakati ule kiongozi wetu, rais wetu hayati mzee Benjamin William Mkapa, bado akiwa rais, aliungana na wazee mashuhuri, viongozi mashuhuri barani Afrika kama Thabo Mbeki na wengine kuhakikisha kwamba APRM inaanza, ili kuweza kuhakikisha kwamba jitihada zetu hizi za kupata swala zima la maendeleo kwa endelevu yanafikiwa. Kwa hiyo tulijiunga 2004 rasmi, lakini bunge la Tanzania lilipitisha azimio hili mwaka 2005 na baadaye mwaka 2007 rasmi tulianza kutekeleza shughuli za kila siku kwa kuwa na secretariat
ambayo inaongozwa na National Governing Council, na shughuli za APRM zikaanza rasmi kuanzia mwaka 2007. Lakini lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba jitihada zetu hizi za maendeleo za kujipatia maendeleo zinakuwa endelevu. Shukrani sana. Na mtazamaji wa Mlimani TV, huyu ni Lamau Mpolo, katibu mkuu wa African Peer Review Mechanism APRM Tanzania, ambapo kwa siku ya leo tunajadili kuhusiana na nafasi ya APRM katika kuimarisha utawala bora na maendeleo endelevu Afrika. Yako mengi, lakini pia unaweza kaendelea kutufuatilia kwenye mtandao wa YouTube, tunapatikana kama Mlimani TV UDSM, lakini vile vile kwa Instagram tunapatikana kama Mlimani TV Official. Jina langu ni Asha Athumani, endelea kuwa nasi. Tukirejea sasa, nataka nifahamu mnakuza vipi sasa masuala ya utawala bora na uwajibikaji? Asante. Kama APRM kwa ujumla, sisi ni taasisi ambayo inafanya tathmini tunajitathmini wenyewe, tunasema African solution to African problems. Wenyewe wa Afrika tunatoa masuluhisho kwenye changamoto mbalimbali ambazo zinatukabili katika kujipatia maendeleo. Kwa hiyo huwa tunafanya tathmini. Na tathmini hizi zinahusisha maeneo makubwa 6. Tunasema thematic areas 6. Na awali tulikuwa tunadili na thematic areas 4: siasa na demokrasia 1. Kwa hiyo tunaangalizia ustawi wa demokrasia, haki za binadamu, haki mbalimbali katika jamii kwa kutumia vigezo ambavyo vinakubalika kimataifa. Lakini tunaangalia masuala yote ya kiuchumi. Tunaangalia masuala yote ya kiuchumi, tunafanya wapi vizuri, wapi hatufanyi vizuri. Kadhalika tunaangalia masuala ya ustawi wa jamii. Serikali inafikishaje huduma zake kwa jamii, elimu, shule, mahospitali na kadhalika, huduma za maji. Je, serikali inafanikiwa kiasi gani? Kwa hiyo hilo ni eneo la huduma za jamii. Eneo la 4 ambalo tunaliangazia, ambayo ilikuwepo toka awali, ni sekta binafsi, corporate governance. Kuna hali gani ipo kwenye utawala bora katika sekta binafsi? Hapo tunaangalia sehemu mbili. Je, serikali imeweka sera gani wezeshi kwa sekta binafsi? Lakini kadhalika tunaangalia wajibu wa hizi taasisi binafsi, makampuni binafsi kwa jamii. Corporate social responsibility, wanawajibika vipi? Wana mashirikiano mazuri? Hawana mashirikiano mazuri? Panapofanywa vizuri ni wapi patiliwe mfano? Ambapo kuna mapungufu ni wapi basi paweze kupatiwa suluhisho? Lakini kwa sasa mwaka juzi tumeongezewa eneo la 5 la utayari wa nchi kupambana na majanga na mishtuko mbalimbali. Na hilo lilisukumwa na uwepo wa ugonjwa wa uviko 19, na mnajua namna gani uliathiri shughuli za kiuchumi. Kadhalika kulikuwa na suala la mafuriko na majanga mbalimbali. Lakini hata sasa vita inayoendelea katika Ghuba inaweza ikawa ni janga ambalo linatokea mbali na Afrika, lakini linatugusa au linaathiri shughuli zetu za kiuchumi. Kwa hiyo hilo ni eneo lingine la 5 ambalo limeongezwa. Na hivi karibuni mwaka jana tumeongezewa eneo lingine la 6 ambalo tunaitathmini ni namna gani serikali inatumia mtandao, serikali mtandao kufikisha huduma kwa jamii ili kuendana na mabadiliko ambayo ya teknolojia yanaendelea hapa duniani na kurahisisha ufikishaji wa huduma, kuondoa ukiritimba, lakini muhimu zaidi kuondoa mianya yoyote ya uwezekano wa kuwepo kwa rushwa. Kwa hiyo tunaangazia maeneo hayo kama jukumu letu la msingi, ila
tunayo majukumu mengine ambayo AU imetupa kuanzia mwaka 2019. Tunasema majukumu ya ziada au extended mandate. Na hapo APRM imepewa wajibu wa kushauri nchi wanachama kwenye namna bora ya kukabiliana na mashirika ambayo yanafanya tathmini za uwezo wa nchi kukopesheka hapa kimataifa. Na mashirika hayo ni matatu, nafahamu: Fitch, S&P na Moody's. Yote ni mashirika ya nchini Marekani. Na ndiyo yamekuwa yanaweza yakasema huyu anaweza kukopesheka kirahisi zaidi, huyu uwezo wake wa kukopesheka ni mdogo au mkubwa. Na hiyo inaathiri uwezo wa nchi kupata rasilimali fedha ambayo ni rasilimali muhimu katika jitihada za maendeleo. So hilo tunaliangazia, lakini tunaangazia pia dira ya Afrika ya 2063 kuhakikisha kwamba malengo tuliyojiwekea kama Afrika yanafikiwa, na hali kadhalika malengo yale ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo hilo ni jukumu la ziada ambayo APRM inaangalia. Lakini pia tunaratibu wasema African Governance Index, ambapo tunaangalia si kusema nani kafanya vizuri, nani kafanya vibaya, lakini kusema hali ya utawala bora katika nchi za Afrika iko hivi, kuweka picha ili tuweze kujitafakari pale ambapo tufanye vizuri tuboreshe. Kwa hiyo tuna hayo majukumu ya ziada ambayo tumepewa na tunayafanyia kazi katika shughuli zetu za kila siku. Shukrani sana. Na umezungumzia kuhusiana na moja kati ya vitu ambavyo mnavyovifanya kuangazia ni mambo ya siasa, mambo ya demokrasia na haki za binadamu. Sasa kwa nafasi yenu nyie ambayo ipo, na ukiangalia hali ya nchi, nyie mnahakikisha vipi kuna siasa bora, utawala bora na haki za binadamu kwa hapa Tanzania? Kama nilivyoeleza, sisi hufanya tathmini za kitaalamu na tunatumia vigezo ambavyo vinakubalika kimataifa na vimepitishwa AU. Kwa hiyo hatutengenezi vigezo vyetu wenyewe. Mara tathmini zinapofanyika, tunakuwa na maeneo ambayo tumefanya vizuri, tunayaainisha kwamba maeneo hayo yatiliwe mfano na yaweze kuigwa na wenzetu wengine. Lakini kadhalika sisi huandaa kitu kinaitwa National Program of Action kwa maeneo ambayo tumeona na mapungufu, yani mpango kazi wa kuhakikisha tunatatua au tunapatia suluhisho yale maeneo ambayo tumeona yana changamoto. Sasa kama nilivyoeleza awali, utaona maeneo ambayo tunayashughulikia ni mtambuka. Kwa hiyo mara tunapokuwa tumeandaa huo mpango kazi, kama ni jambo linahusu masuala ya upatikanaji wa maji, linapelekwa kwenye sectoral ministry, wizara husika. Nishati litakwenda nishati. Then tunakuwa na wajibu wa kufuatilia, na huwa kila mwaka tunatoa report katika ofisi zetu za kikanda, lakini kadhalika huwa tunatoa progress report kila baada ya miaka miwili kusema tulionyesha mapungufu katika eneo hili, hivi ndivyo limeshughulikiwa, pamebakia hapa, ili serikali iweze kupata kujua wapi panavuja ili paweze kushughulikiwa. Shukrani sana. Sasa kwa hapo tufahamu pia toka Tanzania imejiunga kwenye hapa APRM, ni mafanikio gani makubwa ambayo yameonekana hasa, hata nikapata hata mifano miwili? Sawa. Ipo mingi, nashukuru umesema miwili tu, ipo mifano mingi sana. Na hapa labda niseme taasisi yetu haina tofauti na taasisi nyingine za kitafiti. Kwa hiyo huwezi kuona kwamba APRM imejenga daraja au APRM imefanya kile, lakini mapendekezo tunayotoa yanapelekea serikali kufanya mambo mbalimbali. Mfano, kupitia tathmini iliyofanywa na APRM na kukamilika
Ilifanywa kuanzia mwaka 2009 lakini taarifa yake tulilaunch rasmi mwaka 2013. Ilipelekea kuanzisha kwa taasisi kama NIDA na TARURA. Akisema hivyo watu wengi watashtuka. Kwa sisi hufanya tafiti, tunasema ipo haja ya kuanzisha taasisi itakayokuwa inashughulikia swala hili ili kuziba pengo ambalo tumeliona. Sasa wajibu wa kuhakikisha ile taasisi inakuwepo ni serikali. Kwa hiyo mara nyingi hivi vitu vinapofanyika huoni alama ya APRM pale moja kwa moja. Lakini sisi ndio tunakuwa chimbuko kupitia hizi tafiti zetu. Kadhalika tumefanya maboresho, tulipendekeza maboresho mbalimbali kwenye sheria ya kupambana na kudhibiti rushwa PCCB kwa upande wa bara, lakini kuanzishwa kwa ZAECA upande wa Zanzibar. Yote hayo yalikuwa ni matokeo ya tafiti za APRM. Lakini kikanda sasa kibara sasa hivi tumeanzisha taasisi yetu wenyewe wa Afrika ya kuweza kupima uwezo wa nchi za Afrika kukopesheka kimataifa. Na hili ni jambo ambalo tunajivunia sana kwa sababu sasa sisi wa Afrika wenyewe tunaweza tukajiangalia na tukasema hapa tunafanya vizuri au hapa hatufanyi vizuri, kwa kutumia vigezo vile vile, badala ya kuwa na watu wanatoka nje au wako nje ya nchi ambao wafahamu hapa pakoje, wanasema Tanzania haina uwezo wa kukopesheka. Naomba nikupe mfano. Tafiti hizi zinapokuwa zinaandikwa na haya makampuni na bahati mbaya itabidi tuniyataje hayo makampuni matatu ndio yataje. Unapokuta kwamba wameainisha kuna maandamano yamefanyika Ufaransa au Marekani, yanatambuliwa kwamba ni kukomaa kwa demokrasia. Unaona watu wana uhuru wa kuandamana, kujieleza, ni kukomaa kwa demokrasia. Kwa hiyo wanapopima kwamba nchi yako iko stable kiasi gani, wanasema positive. Lakini wakija kwenye nchi za Afrika wanasema kuna udhaifu mkubwa. Unaona wananchi wanaandamana. So where is the balance? Unaona kitendo kile kile kinapofanyika kwenye nchi hizi za wakubwa kinatambuliwa kama ukomavu wa demokrasia, lakini kinapofanyika kwenye hizi nchi za kwetu za Afrika kinatambuliwa kama ni udhaifu na zinaweza kuathiri uwezo wa ile nchi kukopesheka. Na hivyo serikali inapokwenda kutafuta rasilimali fedha duniani, gharama za mikopo yetu inakuwa mikubwa sana. Na hivyo kama ilikuwa imepanga kujenga kilomita mathalani 1000 za barabara kwa mwaka huu, hatutaweza kufanya hivyo, tunaweza tukafanya nusu. Kwa hiyo kupitia APRM tumeweza kuanzisha taasisi ya kwetu wenyewe barani Afrika ya kuweza kujitathmini kwa vigezo vile vile. Na taasisi hiyo pia inaweza ikawa inatoa maoni mbadala pale ambapo wenzetu wanasema kuna shida hapa, kuna shida. Na hayo si maneno tu mimi naongelea, ni dhahiri. Kwa mfano nchini Kenya walipoandamana, mliona credit rating yao, uwezo wao wa kukopesheka ulishushwa immediately. Lakini hii taasisi ya APRM tulitoka tukasema hapana, si kweli, bado economics ziko sawa. Haya maandamano ni event ambayo inaweza ikawa contained na nchi inaendelea, which is the case. Ghana tuliona katika kipindi kifupi tu hawa wenzetu wa Moody's na S&P waliwashusha mara 12 katika kipindi kifupi na kuathiri kabisa jitihada zao za uchumi. Kwa hiyo umeniuliza tunajivunia nini? Nimetaja baadhi ya mafanikio ambayo tumeyapata hapa ndani, lakini barani Afrika nafikiri uanzishwaji wa chombo hiki ni jambo muhimu sana. Kwanza tutaweza kujikinga na haya mashirika, lakini pili tutaweza sasa kurahisisha
nchi za Afrika kuweza mobilize rasilimali fedha kati yetu sisi wenyewe bila kulazimika kwenda nje na kupewa masharti ambayo mengine ni kinyume kabisa na tamaduni zetu. Shukrani sana. Kwa kumalizia tu, tufahamu katika hizo tathmini ambazo mmekuwa mkizifanya, ni kwa namna gani pia mmekuwa mkiwashirikisha wananchi? Dhana ya ushirikishaji wa wananchi kwa kweli kwetu ni msingi. Tunasema misingi mikubwa iko mitatu. Tunasema lazima kuwepo na technical na cultural competence, Yes, kama msingi wa kwanza. Na ndio maana huwa tunatumia vyuo vikuu kama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwenye tathmini zetu. Ndio walifanya hizo tathmini. Kwa hiyo ni watu wabobezi kabisa, lakini lazima wawe watu ambao wanatambua utamaduni wetu, kwa sababu wanaweza ukasema pale hakuna haki za binadamu kwa sababu wanakataa jambo ambalo ni kinyume na utamaduni wetu kama Waafrika, lakini wenzetu huko nje ni jambo la kawaida. Kwa hiyo tunasema tathmini zetu lazima ziweze kuzingatia swala la ushirikishwaji. Lakini pia tunasema kuwepo na swala zima hizi taarifa tunazoziandika ziweze kukubalika kimataifa. Na hilo linafikiwa kwa kuwa na njia methodology ambayo tunaitumia, kwamba tunajitathmini wenyewe hapa nchini na wataalamu kama nilivyosema chuo kikuu, lakini hatua inayofuata wanakuja wenzetu wataalamu kutoka barani Afrika, nje ya Tanzania, lakini kutoka barani Afrika wanakuja kutuangalia, je, vigezo tulizojiwekea kama EU vimezingatiwa? Mmefanya kwa ajili ya vigezo, hamjabadilisha kitu chochote? Kwenye mapungufu wanatuambia. Kwa hiyo inaashua kwamba taarifa zinazotolewa zina ukweli. Lakini jambo la tatu na ambalo umeniuliza, ushirikishwaji, ni jambo ambalo ni muhimu sana sana sana, na ndio maana huzunguka nchi nzima kuhakikisha kwamba tunapata, sisi tunasema perception, tunafanya perception survey, ambayo sio jambo muhimu sana kwenye tafiti zingine. Watu wataalamu wanaangalia facts zinasemaje, wanatoa taarifa, lakini sisi tunasema ni muhimu kushirikisha jamii kupata maoni yao. Unaweza kwa mfano ukaja na finance bill ambayo inapendekeza tozo kwenye maeneo fulani, kitaalamu inakubalika, lakini ukija kwa wananchi wanasema hapana, hiki kitu hatukikubali. Tumeona hiyo kitokea Kenya, lakini pia hapa kwetu tuliona kwenye suala la tozo, na uzuri serikali yetu ni sikivu, ikafanya mabadiliko ambayo yakatuwezesha kuendelea. Sasa hilo suala la ushirikishaji ndio muhimu, na hata leo kadri tunavyoadhimisha siku ya APRM tukasema basi ni busara tuje katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano wa umma, kama wadau muhimu sana. Moja, kuhabarisha umma nini serikali imefanya kupitia APRM. Serikali imefanya vitu gani katika delivery ya huduma zake kwa jamii. Nafikiri leo wewe na wananchi wengi mtakuwa mmejifunza kwamba kumbe hata kuanzishwa kwa NIDA ni mchango wa shughuli zinazofanywa na APRM. Lakini pia kuwa sehemu ya kuhamasisha wananchi wajue APRM ni nini, na kwamba hili ni jukwaa lingine kama ambavyo wanakuwa na wawakilishi wao bungeni, lakini hili jukwaa ambalo linachukua mawazo ya wananchi moja kwa moja ili yaweze kujumuishwa kwenye sera, kwenye taratibu mbalimbali ambazo serikali inazitumia katika kutekeleza majukumu yake. Kwa hiyo dhana ya ushirikishaji ni dhana muhimu na inadondokea kabisa katika shule hii ambayo leo mimi nipo, na kwa muktadha huo tunafikiri nyinyi ni wadau, au shule hii ya habari, uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma
ni wadau muhimu sana, wakaelewa APRM inafanya nini na tunawezaje kuhamasisha wananchi washiriki zaidi katika shughuli za APRM. Na hongereni sana, maana tumeona pia namna ambavyo mnaweza kushirikisha jamii na matukio ya kijamii mnayafanya. Tunaona mmekuja hapa Shule Kuu ya Uandishi wa Habari na mmefanya zoezi la kupanda miti. Kwa hiyo hongereni kwa hicho. Kwa kumalizia tu, penye mafanikio siku zote changamoto hazikosi. Kwa ufupi tu. Changamoto ni kweli kwamba hazikosekani, lakini changamoto kubwa ambayo hata leo inatupelekea tuwe hapa ni uelewa wa jamii kuhusu nini nafasi ya APRM katika kuleta maendeleo ya jamii, katika kuhakikisha jitihada zake zinafanikiwa. Basi nafikiri tutakuwa tumepiga hatua. Mimi nakushukuru sana. Na mtazamaji, kwa kufikia hapa tunafikia mwisho wa kipindi hiki cha Mlimani leo asubuhi Jahara. Nakumbuka tulikuwa na Katibu Mkuu wa African Peer Review Mechanism APRM Tanzania, na tulikuwa tunajadili kuhusiana na nafasi ya APRM katika kuimarisha utawala bora na maendeleo endelevu Afrika. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube na Instagram. Asante na nikutakie asubuhi njema. Mimi ni Asha Athumani.